Mtihani wa kidato cha sita na ualimu ngazi ya cheti na stashahada itaanza tarehe 4 Mei mwaka 2026 katika mikoa yote nchini, ambapo mtihani wa ualimu utakamilika tarehe 18 na kidato cha sita tarehe 25 mwezi huu. Aidha, mtihani wa kidato cha sita utafanyika katika jumla ya shule za sekondari 1068 na vituo vya watahiniwa wa kujitegemea 226, na mtihani wa ualimu utafanyika katika vyuo vya ualimu 104 nchini. Kuhusu usajili, jumla ya watahiniwa 133,655 wamesajiliwa kufanya mtihani wa kidato cha sita, ambapo watahiniwa wa shule ni 126,578 na watahiniwa kujitegemea ni 7,077. Kati ya watahiniwa wa shule waliosajiliwa, wavulana ni 64,187 sawa na 51%, na wasichana ni 62,391 sawa na 49%. Kwa watahiniwa kujitegemea, wanaume ni 4,259 sawa na 60%, na wanawake ni 2,818 sawa na 40%. Kwa upande wa mtihani wa ualimu, jumla ya watahiniwa 14,679 wamesajiliwa. Kati yao 12,789 watafanya mtihani kwa mara ya kwanza kwa kuzingatia sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 na mtaala ulioboreshwa, na watahiniwa 1,890 watafanya mtihani wa marudio kwa kutumia mtaala wa zamani. Kwa mtaala ulioboreshwa, watahiniwa watakaofanya stashahada ya ualimu elimu msingi ni 10,674, stashahada ya ualimu elimu ya awali 1,379 na stashahada ya ualimu elimu maalum ni 736. Kati yao wanaume ni 4,473 sawa na 35%, na wanawake ni 8,316 sawa na 65%. Kati ya watahiniwa 1,890 waliosajiliwa kufanya mtihani wa marudio kwa kutumia mtaala wa zamani, watahiniwa ngazi ya stashahada katika masomo ya science na hisabati ni 1,540, na watahiniwa ngazi ya stashahada ya ualimu ya sekondari ni 329, na watahiniwa ngazi ya cheti ni 21. Kati ya watahiniwa wote waliosajiliwa, wapo watahiniwa wenye mahitaji maalum 229 kwa mtihani wa kidato cha sita na 44 kwa mtihani wa ualimu, wakiwemo wenye changamoto za uoni hafifu, wasioona, wenye uziwi na wenye ulemavu wa viungo. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.